Maafisa wa polisi wamekamata risasi takribani 180,000 katika mikoa ya Kursk, Bryansk na Belgorod huko nchini Urusi. Waziri wa mambo ya ndani ya Urusi anayefahamika kama Vladimir Kolokotisev aliweza kusema hivyo katika mkutano wa bodi ya wizara ya mambo ya ndani ya Urusi. Alisema katikati ya kuendelea kwa operesheni maalum za kijeshi, wizara ilichukua hatua za kuhakikisha kuwa kuna utawala maalum wa kisheria, hasa ukaguzi umeimarishwa katika mikoa ya Kursk, Bryansk na huko Belgorod, ambapo takriban raia milioni 3 na karibu magari milioni 2.5 yamekaguliwa, huku zaidi ya risasi 180,000, maguruneti yamekamatwa na vifaa vingine katika maeneo hayo. Idadi ya vikosi vya polisi vinavyofanya kazi nje au katika maeneo ya umma imeongezwa katika mkoa wa Kursk nchini Urusi, na kwa pamoja na huduma ya usalama ya shirikisho inayofahamika kama FSB na walinzi wa kitaifa, vikundi 36 kama hivyo vya rununu vinafanya kazi katika maeneo ya mipaka ya mikoa hiyo, ambapo vifaa vya usafiri na mawasiliano vimefunikwa kutokana na mashambulizi. Pia mabasi yenye watu waliohamishwa hutolewa kwa kusindikizwa. Hatua za kuzuia wizi wa mali iliyoachwa na raia majumbani mwao zinachukuliwa. Wanasaidia mara moja kurejesha hati zilizokwisha kupotea, aliweza kusema hivyo waziri huyo. Pia alisema ili kujaza safu ya maafisa wa polisi katika mikoa mipya, uajiri unaendelea na kozi ya ufikiaji bado inatumiwa. Licha ya taarifa hii pia kutoka mkoani Kursk nchini Urusi, au pia huko Belgorod, Kursk na huko Bryansk, pia taarifa nyingine ambayo imeweza kuripotiwa saa chache ambazo zimekwisha kupita ni taarifa kuhusu shambulizi la Ukraine huko Belgorod nchini Urusi, ambako jeshi la Ukraine liliweza kushambulia eneo la mpakani mwa Urusi la Belgorod kwa magari 36 yasiyokuwa na rubani na silaha 36 katika muda wa saa 24 zilizopita. Gavana Vyacheslav Gladkov alisema hivyo kwenye kituo chake cha Telegram siku ya jana Jumatano. Katika wilaya ya manispaa ya huko Shebekinski, mji wa Shebekino, vijiji vya huko Belienka, Vozhnesy Novinka, Mashikovoye, Muromi, Novaya Rezevinka na mashambulizi ya Marino na Moken walikuja chini au zilikuwa chini ya mashambulizi ya mabomu mawili ya silaha 7 na mashambulizi ya drones 21 ambayo 18 yalipigwa risasi. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, jeshi la Ukraine lilishambulia wilaya ya huko Volokhonovsky kwa silaha 11 na UAV 1 na kuharibu nyumba 5 za kibinafsi, majengo 4 ya nje, bomba la gesi na njia ya kusambaza umeme katika eneo hilo. Wilaya ya huko Belgorodisk ilishambuliwa na silaha 7 na drones takribani 5 za Ukraine ambazo ziliharibu nyumba ya kibinafsi na jengo la nje. Wilaya za huko Voloinsky na Graivolonsky zilishambuliwa na ndege 6 za Ukraine zisizo na rubani na silaha 3 bila majeruhi wala uharibifu kuripotiwa katika eneo hilo. Jeshi la Ukraine pia liliweza kurusha risasi 8 na kuzindua ndege 3 zisizo na rubani kwenye wilaya ya huko Krasnoyaruzhensky bila matokeo yoyote kuhusu uharibifu katika eneo hilo. Pia ndege zisizo na rubani za kitengo cha Falcon cha Ukraine hati brigade ziliweza kuharibu mfumo wa uchunguzi wa masafa marefu wa Muromi-M wa Urusi karibu na mji wa Vovchanski huko mkoa wa Kharkiv. Kundi la vikosi vya Kotesia
la Ukraine liliweza kusema hivyo Machi 5 kuhusu taarifa hii. Vovchansk ni mji ulio na vita ulioko kilomita 60 kaskazini mashariki mwa Kharkiv, ambao pia umeshuhudia mapigano makali tangu Urusi ilipoanzisha shambulio jipya katika eneo hilo mnamo mwezi Mei mwaka uliopita 2024. Vikosi vya Urusi havikuokolewa na chandarua cha kuzuia ndege zisizo na rubani kilichofunika Murom-M kutoka pande zote, ambapo ndege wawili wa kwanza wa marubani wa Falcon walitoboa shimo ndani yake na watatu hatimaye akaharibu mfumo. Taarifa hiyo imeweza kueleza hivyo. Wanajeshi wa Urusi na gari lililokuwa likitumiwa kusafirisha askari wa miguu na risasi hadi katika maeneo yao walishambuliwa katika eneo moja, kundi la vikosi vya Kotisia limeweza kueleza hivyo. Katika uvamizi kamili wa Urusi, Ukraine na Urusi pia zimewekeza zaidi pakubwa katika teknolojia ya ndege zisizo na rubani na kuleta mapinduzi katika jinsi vita vinavyopiganwa. Kwa idadi kubwa vikosi vya Ukraine, ndege zisizo na rubani zimekuwa mojawapo ya silaha kuu za kushambulia meli za kivita za Urusi, kambi za kijeshi za Urusi za majini, mitambo ya kusafisha mafuta na viwango vya ndege ndani ya maeneo yanayokaliwa na Urusi.